Mpendwa mtazamaji, ni siku ya Jumanne. Karibu katika tafakari ya neno la Mwenyezi Mungu tunalolipata katika Injili ya Marko sura ya 7 aya ya kwanza hadi ya 13. Tunakutana na kundi la waandishi wa sheria na Mafarisayo ambao walimwendea Yesu pamoja na wanafunzi wake. Kipindi ambacho Yesu alikuwa anaishi, kulikuwa kuna makundi mbalimbali ya kidini yaliyokuwepo. Naanze na wanasheria au waandishi wa sheria au waandishi wa habari. Hawa walikuwa ni watu ambao walisoma sheria au zile amri 10 za Mwenyezi Mungu ambazo Mwenyezi Mungu alizitoa kupitia Musa katika ule mlima wa Sinai. Hizi amri ambazo Mwenyezi Mungu aliwapatia wana wa Israeli, hawa waandishi wakazisoma na baadaye wakaanza kuwafundisha watu wazijue sheria za Mwenyezi Mungu. Wakaona hizi sheria ni chache mno, wakazimega hizi sheria mpaka zikafika sheria zaidi ya 600 kwa ajili ya kila tendo analolifanya mwanadamu liweze kuwa katika mwongozo wa Mwenyezi Mungu. Na kundi jingine likawa kundi la Mafarisayo. Mafarisayo walikuwa ni viongozi wa kidini ambao kazi yao ilikuwa ni kuzitii zile sheria na kuzishika zile sheria za Musa ambazo alikuwa amezitoa, na walizishika kwa ukali sana, kwa umuhimu sana. Haya yote yakawa ni mapokeo ambayo baadaye walikuwa wakiyazingatia zaidi. Sasa Mafarisayo wao wanafuatilia, je, sheria hizi zinatekelezwa? Na waandishi kazi yao ilikuwa ni kuwafundisha watu juu ya sheria zile za Musa. Yesu siku ya leo anakutana na haya makundi, wanakuja kwake wakimwona Yesu pamoja na wanafunzi wake, wanamuuliza swali hili gumu kwamba kwa nini wanafunzi wako hawashiki mapokeo ya wazee wetu? Tena maisha yao ni ya hovyo, wakitoka sokoni hawana muda wa kuweza kutawaza, hata wanapokula vyakula hawafuati yale mapokeo ya baba zetu kuosha vikombe na midumu na vyombo vya shaba. Yesu anawaambia maneno magumu sana. Anakuwa ni mpinzani namba 1 wa haya makundi ya waandishi na Mafarisayo. Anawaambia akinukuru maneno ya nabii Isaya sura ya 29 aya ya 13 kwamba Isaya alitabiri juu yenu ninyi wanafiki, kama alivyoandika kwamba watu wamekuwa na tabia ya kumheshimu Mwenyezi Mungu kwa midomo na mioyo yao iko mbali. Nao wanafanya ibada ndefu za kumwabudu, lakini mioyo yao iko mbali na kuwafundisha mafundisho ambayo ni maagizo ya wanadamu. Kwa maneno haya Yesu anapotamka juu ya neno la unafiki, ana maana gani? Mnafiki ni mtu ambaye mwenye tabia ya kujionyesha kwa watu kwamba yeye ana maadili, yeye ni mtu wa imani, wakati katika maisha yake ya ndani hayuko hivyo. Kwa maneno ya Yesu, mnafiki ni mtu ambaye ni mwigizaji, ni mtu ambaye ni msanii, ni mtu ambaye hana uaminifu wowote ule. Unashika sheria za Mwenyezi Mungu, hapo unakuwa una chuki na binadamu mwenzako ambaye Mwenyezi Mungu alimuumba kwa sura na mfano wake. Kwa maneno ya Yesu, wewe ni mnafiki. Huna utofauti kati ya Mafarisayo na wale waandishi. Kwa nje mwanadamu aweza kuonekana ni mtu wa Mungu, ni mtumishi wa Mwenyezi Mungu hadi kama vazi, lakini ndani ya mwanadamu, ndani yangu mimi, utakuta kwamba sina utii. Ndani mwako kuna utii wa neno la Mwenyezi Mungu, wa sheria za Mwenyezi Mungu. Kama kwa nje unaonekana kama ni mtumishi wa Mwenyezi Mungu na ndani mwako umeshaasi amri za Mwenyezi Mungu, wewe huna utofauti na yale makundi ambayo Yesu amezungumza kwamba unamwabudu Mwenyezi Mungu kwa midomo, lakini moyo wako uko mbali na Mwenyezi Mungu. Wewe ni mnafiki. Unafiki ni kitendo ambacho ni cha hatari sana katika dini. Yaani unakwenda kanisani kusoma Biblia, unaenda kutoa michango mingi uonekane mbele za watu, unafanya maombi marefu, mikesha mingi, watu waweze kuona, lakini kumbe ndani yako, ndani yangu, ndani ya huyo mtu umejaa uchungu. Ndani ya huyo mtu kuna kinyongo,
kuna kiburi, wewe ni mnafiki, na maadhimisho yote unayoyafanya katika ibada hayatakusaidia kuweza kuokoka wala kufika mbinguni. Siku ya leo tumwombe Mwenyezi Mungu sana matendo yetu ya nje yanayoonekana yaendane pia ya ndani, na tumwombe Mwenyezi Mungu sana atuepushe na dhambi ya unafiki, kwa sababu ni ngumu sana kuweza kuona mbingu katika tabia hiyo. Akubariki na akulinde Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.